Waswahili wanasema leo ni leo, asema kesho ni mwongo, na hatimaye leo ni siku nyingine tunasubiri kwa hamu na mashabiki wa soka ulimwenguni kote. Leo ni siku ya ufunguzi wa michuano ya Kombe la Dunia mwaka 2026 ambayo inaanza kutimua vumbi hii leo huko nchini Mexico. Na wenyeji Mexico na watakuwa kibaruani kumenyana na Afrika Kusini katika mchezo wa ufunguzi. Mimi ni Suleiman Namuru, niko na mwenzangu Babu Abdalla kujadili mechi hii ya leo na mengine katika Kombe la Dunia mwaka huu 2026. Babu, mambo vipi? Leo mambo safi kabisa, tunajiandaa kwa kindumbwe cha Kombe la Dunia na kando na hiyo mechi natarajia sana nimejiandaa kuangalia performance ya Shakira pamoja na Tyler, huyu mwanamuziki kutoka Afrika Kusini. Wao ndio watakuwa wanatumbuiza kabla ya michuano kuanza. Ni miaka 16 tulishuhudia mechi kama hii kule nchini Afrika Kusini katika michuano ya Kombe la Dunia mwaka 2010 kati ya Afrika Kusini na Mexico, na leo inajirudia kwa mara nyingine tena. Tutazamie mechi ya ufunguzi ya namna gani, Babu? Kwanza ni kama ulivyosema, hawa jamaa walikutana katika Kombe la Dunia la mwaka 2010 kule Afrika Kusini, mji wa Joburg, kama utakumbuka bao lile la Sifiwe Shabalala. Lakini baadaye Mexico wakasawazisha kupitia Rafael Marquez, wakati huo ni mchezaji wa Barcelona. Kwa hivyo mechi ikaishia sare ya 1-1. Leo ni mechi ya marudiano. Lakini safari hii Mexico wako nyumbani na watakuwa wanaungwa mkono na mchezaji wa 12, nazungumzia shabiki. Uwanja wa leo una uwezo wa kubeba takriban mashabiki 84,000. Kwa hivyo idadi kubwa ya mashabiki watakao kuwa pale watakuwa ni mashabiki wa Mexico bila shaka, kwa sababu ripoti zinasema kwamba baadhi ya mashabiki wengi hasa kutoka Afrika walipata changamoto sana kupata visa za kuelekea nchi ya Marekani kule pamoja na Mexico. Kwa hivyo ukizingatia mambo yote hayo pamoja na maandalizi duni ya kikosi cha Afrika Kusini, kwa sababu kando na mashabiki pia baadhi ya maafisa wa benchi la kiufundi wa Afrika Kusini pia walipata changamoto kupata visa. Kwa hivyo timu ikapata maandalizi magumu. Kwa hivyo kwa kuzingatia hayo yote unaweza kusema kwamba Mexico watakuwa kidogo na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuibuka na ushindi. Babu, kumbusha ni muhimu kwamba kusema kwamba hii ni michuano mikubwa zaidi duniani na ni michuano ambayo itakuwa na idadi kubwa ya timu zaidi tangu kuanzia kwa michuano hii miaka 96 iliyopita, na itakumbuka kwamba hii ni mchezo ambao bila shaka utakuwa unasubiriwa kama tulivyosema hapo awali, na sheria mpya zimeanzishwa za kusimamia mchezo hii tofauti na miaka iliyopita. Lakini kwa ufupi, Babu, yapo mabadiliko ambayo yamefanyika katika ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Mabadiliko kama 11 hivi, vipengele vipi ambavyo vimeanzishwa ili kusimamia mchezo. Miongoni mwa hivyo ni tumeambiwa pamoja na ili kujiangusha sasa dakika zitasimama. Tugusie kwa kufupi mabadiliko haya ambayo tumeambiwa kwamba yataanza kutumika mara hii. Kwanza kabisa umezungumzia kuhusiana na utofauti. Kwanza kuna utofauti wa muundo. Kuna timu 48 sasa hivi, na hizo timu 48 kwa ujumla wake zitacheza mechi 104. Na kando na yote ni kwamba safari hii tofauti na Kombe la Dunia la mwaka 2022 kule Qatar ni kwamba timu itakaomaliza katika nafasi ya kwanza na pili itafuzu moja kwa moja katika raundi ya 32. Alafu tofauti na Kombe la Dunia la Qatar kutakuwa na best loser ambazo zitakuwa ni timu 8 zitakazomaliza katika nafasi ya tatu. Nazo pia moja kwa moja zitafuzu kwenye raundi ya 32 ya Kombe la Dunia. Hapa napenda kuweka hiki kipengee muhimu. Iwapo Iran na Marekani zitamaliza katika nafasi ya pili katika makundi yao, zinaweza kukutana katika raundi ya 32. Lakini hayo kando, tuzungumzie kuhusiana na sheria hizi. Umezungumzia vipengele 11 na haya yote yametokana na jinsi FIFA inavyojaribu kuboresha michuano hii. Kwanza kuna tabia ya baadhi ya wachezaji kutumia ujanja wa kujiangusha. Hilo limemulikwa na FIFA na safari hii litatazamwa. Pili, magolkipa watapewa sekunde 8 peke yake ya kupiga goal kick. Wakichelewa zaidi ya sekunde 8 kuna mawili yanaweza kutokea. Goalkeeper anaweza kupigwa kadi ya njano ama timu pinzani kapewa kona. Lakini pia mchezaji anaporusha throw in, mpira wa kurushwa, anapewa sekunde 5. Ukizidi sekunde 5
adhabu utapewa wewe, adhabu utaadhibiwa na refari, lakini pia ule mpira wa kurushwa utapewa mpinzani. Lakini pia kuna swala la kona. Kona imepewa dakika sekunde 8. Ukichelewa zaidi ya hapo muda utahesabiwa. Na kingine ambacho nimekiona Babu cha muhimu sana kugusia ni ile tabia ya bila shaka watazamaji watakuwa wananiona, ili unaongea na mtu amefanya hivi. Ndio. Wamesema sasa hivi kwamba ikiwa unazungumza na mchezaji mwenzio katika namna ambayo inatazamwa kwamba hamjakaa vizuri, alafu unamsemesha katika namna hiyo, unaweza kupewa kadi nyekundu moja kwa moja katika mchezo huo. Lakini ikiwa utazungumza kwa namna ile, lakini ukaonekana kama mnazungumza kirafiki, then wanaweza wakaacha katika namna hiyo. Lakini kingine cha kugusia pia Babu ni kwamba ule muda wa makipa kujiangusha dakika za jioni kabisa, mechi inakaribia kuisha, alafu wanakaa chini, pia FIFA wameligusia na wamesema kwamba mara hiyo sasa muda utakuwa unasimamishwa. Ukikaa chini mpaka utakaposimama ndio muda unaendelea kusonga mbele. Tuzungumzie kwa ufupi kabisa safari ya timu za Afrika katika michuano hii. Zipo timu 10. Umegusia hapo muundo mpya ambao ni timu 48 na kati ya hizo 10 ni kutoka katika bara letu la Afrika. Tunakumbuka kwamba mataifa yetu kwa miaka mingi yamekuwa kipiga hatua kusema la kweli tangu michuano hii imeanza mpaka hapa tulipo. Unazipa nafasi gani katika kuelekea michuano hii inaanza siku ya leo? Kwanza kabisa nitoe hongera kwa timu ya Cape Verde ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza michuano hii ya kombe la dunia, na tunaitakia kila la heri. Lakini pia Kongo dakika za mwisho kabisa dhidi ya Jamaica wakapata goli na wakafuzu katika kombe la dunia. Kwa hivyo lazima tuzitakie mema hizi timu za nyumbani. Lakini unapozungumzia nafasi ya timu za Afrika, kwanza hakuna timu yote ya Afrika ambayo imewahi kushinda kombe la dunia. Kidogo mwaka 2022 Morocco ilitupatia matumaini, lakini wakafika katika hatua ya nusu fainali. Kwa hivyo safari hii tuna matumaini zaidi kwamba alau timu ya Afrika itafika fainali na si haba labda huenda ikachukua kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa katika historia. Na safari hii naipatia upeo zaidi Senegal au Misri. Mimi nasema kwamba unajua, wanasema kwamba Waswahili kwamba uwezo kusahau hatua ya mwanzo kabisa unaanza. Mwaka 1934 Misri ndio ilikuwa mara ya kwanza katika timu kutoka Afrika kushiriki michuano hii, ikasogea mpaka 1978 wa Tunisia waliposhinda mechi ya kwanza kabisa ya michuano hii kombe la dunia kwa timu kutoka Afrika. Mwaka 1990 tunakumbuka aliyoyafanya Roger Milla wa timu ya taifa ya Kameruni kipindi hicho. Watu wanakumbuka sana zile dansi zake zile wakati ana dansi pale ile kama sasa hivi ingekuwa ni trend kwenye mitandao ya kijamii. Lakini mwaka 2002 pia nakumbuka mechi kali kabisa kati ya mabingwa tetezi. Ufaransa walifunga ile mechi ya ufunguzi dhidi ya timu ya taifa ya Senegal, na kipindi hicho kutoka Afrika ikatamba sana kwa kuwafunga vigogo. Kumbuka yuko ndani kikosini Zinedine Zidane, Thierry Henry na wachezaji kibao, lakini kipindi hicho akina Alhaji Diouf wakawatamba na kuifanya Afrika kutamba. Lakini mwaka 2010 pia tunakumbuka kidogo Ghana wasogeri hatua iliyofuata, lakini Uruguay wakaleta mazingaumbwe pale wakanyuma, lakini kombe lenyewe likifanyika kwetu Afrika Kusini. Lakini mwaka 2014 vile vile tulikuwa na mwitikio mzuri, lakini mwaka 2022 Morocco umegusia hapo kwamba imekuwa ni timu ya mwisho ya Afrika kufanya vizuri katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo kila wakati Afrika imekuwa ikipiga hatua mara moja, na mara zote Afrika imekuwa kitu kimoja katika michuano kama hii ya kombe la dunia. Babu, kwa kumalizia ni kwamba tumeshuhudia kauli iliyotolewa na rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino, anasema chill alafu relax. Watu wanamuuliza tuna chill vipi na kurelax ikiwa kuna matukio ambayo yanafanyika nje ya uwanja ambayo yanatia doa mashindano haya. Tumetoka kumzungumzia refaria aliyerudishwa nyumbani, visa ngumu watu kuingia nchi fulani, gharama za kuingia uwanjani, bei za tiketi ni juu sana. Watu wanawezaje kuchill na kurelax Babu katika matukio kama haya? Nafikiri ni kauli, wenyewe wanasema ni kauli ya kujaribu kutuliza munkar, lakini ametetea, amesema kwamba watu walikuwa na mawazo mabaya kuhusiana na bei kali za tiketi, lakini anasema tiketi ya bei ya chini inauzwa $60. Lakini kando na yote pia amepuzilia mbali, manake kulikuwa kuna mazungumzo kwamba huenda timu ya taifa Iran isiruhusiwe hata kushiriki, lakini akasema chill, relax. Nyinyi mmesema Iran haitashiriki, si wanacheza hapa, watakuwepo katika dimba hili. Kwa hivyo wamepuzilia mbali baadhi ya kauli ambazo zilikuwa zinajaribu kupaka tope michuano ya kombe la dunia. Naona tunarushiwa. Asante Babu, ni muda wa makala, lakini tukutane baadaye katika mechi ya ufunguzi kati ya Mexico na Afrika Kusini katika mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia mwaka 2026. Asante Babu na shukrani.